أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه غر الميامين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعة. يقول سبحانه وتعالى في محكم العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العلي العظيم. Waja wa Allah, sifa njema ni zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ziada na rehema Mwenyezi Mungu ampelekee mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Waja Allah, nakuhusieni pia nami naihusia nafsi yangu juu ya kumwogopa na kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuna haki ya kumwogopa Mwenyezi Mungu kwa sababu maisha yetu yameshikiliwa na yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuna haki ya kuhusiana kwa sababu usia ni ucha Mungu. Huwezi mwanadamu kuishi bila kuwa na usia. Tunakuhusieni sana, na mimi pia naihusia nafsi yangu tumwogope Mwenyezi Mungu kwa dhahir na tumwogope Mwenyezi Mungu kwa siri. Usimwogope Mwenyezi Mungu ukiwa katika dhahir, kumwogopa Mwenyezi Mungu ukiwa katika hali ya dhahir, katika hali ya wazi, ukaonyesha kwamba wewe ndio unamwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mwogope Mwenyezi Mungu katika wakati unapokuwa katika khalwati, unapokuwa umejitenga huku wewe mwenyewe. Hili ndio nafasi kubwa sana kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Rehema na amani Mwenyezi Mungu ampelekee mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waja wa Allah, tukiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Shaaban. Huu ni mwezi pia ni mtukufu, lakini si katika ile miezi ambayo minne alihitaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni mwezi ambao ulikuwa kati ya Rajab na Ramadhan. Mwezi wa katikati unaitwa Shaaban. Mwezi huu pia kuna matukio katika Uislamu ambayo yalitokea ni makubwa sana. Haraka. Tukio la kwanza, aya kufaradhisha funga imeteremka ndani ya mwezi wa Shaaban. Hizi ni riwaya za maulama. Al-Imam Ibn Kathir amezungumza hivyo, al-Imam Suyuti na baadhi ya wanazuoni ambao wanafasiri Qur'ani wanasema anna Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakika Mwenyezi Mungu ameteremsha aya ya kufaradhisha funga ni ndani ya mwezi huu wa Shaaban. Pale aliposema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, enyi waislamu ambao ndio nyinyi mmeamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka funga ndani ya mwezi unaitwa Ramadhan. Ramadhan wa shahru min shuhuri. Ramadhan ni mwezi miongoni mwa miezi mingine. Ramadhan ni mwezi kama unavyoona mwezi Muharram. Ramadhan ni mwezi kama unavyoona Jumada al-Ula, Jumada Thani, Jumada kadha wa kadha. Ramadhan ni mwezi kama ilivyokuwa Rabiul Awwal. Ramadhan ni mwezi kama ilivyokuwa miezi mingine ambayo Mwenyezi Mungu alioileta hapa duniani. Lakini ndani ya Ramadhani kutiba alaykumus siyam. As-siyam naibul fa'il ba'da ma urifa bihi. Mwenyezi Mungu ameweka ndani ya mwezi ambao unaitwa Ramadhani funga. Ibadatul mustaqim. Ni ibada ilikuwa kubwa na ibada ilikuwa nzito, na ni ibada ambayo inatengeneza mawasiliano kati ya mja na Mola wake. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, hii ni tashbihu mujmalul mursal. Tumefananiziwa kufunga kama waliokuwa kabla yetu. Lam yubayyin alquran kayfa hum kanu yasumun. Kwa Qur'an haijabainisha wala haijaeleza waliopita kabla yetu namna gani walikuwa wanafunga. Qur'an haijabainisha, lakini Mwenyezi Mungu anasema kutiba alaykumus siyam. Ni tashbihu mujmal mursal, maneno yamefungwa haya.
mjue kwamba ibada hii ya funga mnaifunga si adhabu, kama kutiba ala alladhina min qablikum, waliokuwa kabla yenu na wao walifunga. Mungu amekupeni ibada ya funga si adhabu kwenu, lakini la'allakum tattaqun. Mungu anachotaka kukuoneni nyinyi waja mmekuwa ni wacha Mungu na mmesimama na Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hii ndani ya mwezi mtukufu wa nini? Wa Shaaban ndio imeteremka. Tukio la pili ndani ya mwezi huu wa Shaaban, at-tahwilu al-qibla. Mwenyezi Mungu alibadilisha qibla ndani ya mwezi huu wa Shaaban. Riwaya Imam Zamakhshari na vile vile ukimwangalia katika as-Sa'i wa Sa'idul Hawa zungumza anna Allah subhanahu wa ta'ala hawala al-qibla. Mwenyezi Mungu alibadilisha qibla ni ndani ya mwezi huu wa Shaaban. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kisali, alikuwa akielekea Baitul Muqaddas. Kule ndio mtume alikuwa akielekea. Wafasiri wa Qur'an wanasema mtume ameelekea Baitul Muqaddas miezi 16. Riwaya nyingine za wanazuoni wanasema mtume alielekea msikiti wa Palestina miezi 19. Lakini jambo hili lilikuwa likimkaraisha sana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mtume jambo hili kama vile anaelekea, lakini ameambiwa na Allah, lakini akawa yeye mtume jambo hili lina nini? Linamkaraisha. Allah subhanahu wa ta'ala akaleta aya ya kumwamrisha mtume atoke sasa pale alipoelekea aelekee upande wa Maka. Ndio maana ukienda leo Madina kuna msikiti unaitwa Masjidul Qiblataini. Msikiti ule umesaliwa kibla hizi mbili. Kibla ya kwanza mtume alikuwa anaelekea wapi? Baitul Muqaddas, zaidi ya miezi 16 mpaka miezi 19, akiwa ndani ya sala ya alasiri. Riwaya za maulama, mtume anapewa amri na Mwenyezi Mungu, sasa elekea, fawalli wajhaka shatr almasjid alharam. Sasa hivi waondoka hapo ulipokaa, elekea upande wa msikiti wa Maka. Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akielekea nini? Upande wa Maka. Huu ni utukufu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imekuja katika riwaya Imam al-Bukhari, hadithi mama yetu Aisha. Bi Aisha siku moja alimwambia mtume Muhammad, inni ara anna rabbaka yusari'u fi ma hawaka. Muhammad, mimi ninachokiona kwamba lile jambo ambalo wewe mtume unalolitamania ndio jambo ambalo Mwenyezi Mungu analolifanya. Huu ni utukufu Mwenyezi Mungu kampa mtume Muhammad. Ndio mmoja katika wasemaji akasema, sabaita alwara qurra wa anta muhajjabu. Umejificha wewe Muhammad na umefichwa na Allah situ, na umefichwa na Mwenyezi Mungu chini ya ardhi, na wewe umefichwa huko ilhali ukiwa ni kipenzi cha watu. Sabaita alwara wa anta muhajjabu kaifa biman yahwaka inzalat alhujub. Vipi kwa yule ambaye anayekupenda kama Mwenyezi Mungu siku akilifungua kaburi lako watu wakuone Muhammad, itakuwa vipi kwa wale watu wanyokupenda wewe mtume Muhammad? Akasema, asatta qulub alalamin bijam'ihim. Furaha ya dunia hakuna mwingine aliyeleta isipokuwa ni wewe mtume Muhammad. Akasema, wama dharatu fil kauni illa laha qalbun. Hakuna chochote kilichokuwa katika dunia hii isipokuwa hata chembe ya mchanga ina mapenzi ya kukupenda wewe mtume Muhammad. Hii ni kuonesha utukufu wake nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam alayhi. Kwa hiyo Aisha anamwambia mtume Muhammad, inni ara anna rabbaka yusari'u fi ma hawaka. Mimi ninachokiona Muhammad, kile unachokitamani ndicho ambacho Mwenyezi Mungu anachokupa wewe mtume Muhammad. Na ndio maana utaona mitume wote ndani ya Qur'an walikuwa kiambiwa maneno magumu magumu, majibu walikuwa kijibu wao wenyewe. Lakini mtume Muhammad alikuwa kiambiwa maneno mazito, anemjibia ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, innaka la majnun. Hakika Muhammad wewe ni mwendo wazimu. Mwenyezi Mungu anamwambia, wa innaka la ala khuluqin adhim. Hakuna aliyekuwa na tabia njema na juu ya tabia njema kama wewe Muhammad. Huu ni kuonesha utukufu wa nani? Wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tukio la ngapi? La pili. Tukio la tatu ndani ya mwezi huu ni tukio aya ambayo Mwenyezi Mungu anasema, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kika Mwenyezi Mungu na malaika wake yusalluna ala nabi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameanza kusaliwa na Allah kabla hajaumbwa, na yeye mwenyewe anasema, kuntu nabiyya wa adama baina ar-ruhi wal jasadi. Mimi Muhammad Mwenyezi Mungu amenipa utume
kabla Adam hajapewa roho katika kiwiliwili ni Muhammad ni mtume. Huu ni kuonesha utukufu wa nani? Wa mtume Muhammad. Kwa aya ya kumsalia mtume Muhammad imeteremka ndani ya mwezi huu wa nini? Mwezi huu wa Shaaban. Na ndio baadhi ya maulama wanasema kwamba anna hadha ash-shahr, kwamba huu mwezi wa Shaaban, fa alaina an nukathira bi salati ala sayyidina Muhammad, tufanye sana wingi wa kumsalia nani? Mtume Muhammad. Na ndio mwezi ambao pekee ambao Mwenyezi Mungu ameuonesha utukufu wa mtume ni pale Mwenyezi Mungu kumsalia mtume Muhammad. Anna Allah subhanahu wa ta'ala la yakul, Mwenyezi Mungu hali wala yashrab, Mwenyezi Mungu wala hani, wala anna Allah subhanahu wa ta'ala ghayra muftakhir li ibadihi, Mwenyezi Mungu si mwenye kuhitajia kwa nyinyi waja wake. Antum fuqara'un ila Allah, nyinyi ndio wahitajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, walakinna Allah yusalli ala habibihi Muhammad, kini Mwenyezi Mungu anamsalia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya hii imeteremka ndani ya mwezi huu wa nini? Wa Shaaban. Sasa katika salbul mad khutba kwa muda mfupi tutazungumza fadhailu shahr Ramadhan, tutazungumza fadhila ya mwezi mtukufu wa nini? Wa Ramadhan. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja hadithi katika Shu'ab al-Iman, Imam al-Baihaqi. Kuna baadhi ya wanazuoni ma hadithi hii si sahihi, sababu hadithi hii sio sahihi, ni dhaifu, lakini kuna baadhi wanasema tunaitumia katika at-targhib wa at-tarhib, ay fi fadail al-a'mal. Wanazuoni nasema al-Imam Suyuti na Imam Ibn Hajar al-Haytami wa rahimahumullah wanasema hadithi inapozungumzia kuhusu ubora wa matendo au kuja kuleta usisitizo katika ibada fulani, hata kama hadithi hiyo kiwa dhaifu, tunaweza tukaitumia kwa sababu imekuja kuonesha maslahi ya nini? Ya kumhimiza mtu aingie katika kufanya mambo yaliokuwa mema. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi hii, anasema law adhina Allahu lis-samawati wal ard, lau kama Mwenyezi Mungu angelitoa idhni kuiambia mbingu na ardhi vizungumze, law adhina Allahu lis-samawati wal ardi an tatakallama la shahadata liman sama ramadhana bil jannati. Subhanallah, lau kama Mwenyezi Mungu angelitoa idhni kuipa mbingu na ardhi viseme au vizungumze, vingetoa ushahidi hakika yule ambaye atakayefunga mwezi mtukufu wa Ramadhan hana malipo zaidi ya kupewa pepo na Allah subhanahu wa ta'ala. Waja wa Allah, sikilizeni utamu maneno haya mtume. Kufunga ndani mwezi mtukufu wa nini? Ramadhan. Yakulu Imam Hasan al-Basri rahimahullah, al-Imam Hasan al-Basri anasema law adhina Allahu al-amwat, lau kama Mwenyezi Mungu angelitoa idhni kwa wale maiti waliokuwa kaburini kwamba Mwenyezi Mungu awafufue, au an yakhtaru yawman fi dunya an yarjahum Allahu ila dunya, lau kama Mwenyezi Mungu angetoa ofa kwa maiti ambao waliokuwa kaburini kwamba awape siku moja tu warejee duniani, wallahi lakhtaru yawma min shahri Ramadhana, wangechagua kwamba ofa hiyo wapate angalau siku moja ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kutokana na nini? Na ubora mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi hiyo anatuonesha kwamba lau kama Mwenyezi Mungu angelipa idhini mbingu au ardhi izungumze, basi wallahi vingetoa ushahidi na kusema kwamba yule ambaye atakayefunga Ramadhani hana malipo mengine zaidi ya Mwenyezi Mungu kumpa pepo. Ya Rabbi, tunakuomba tufikishe ndani mwezi mtukufu wa Ramadhani tukiwa na afya na salama. Ya Rabbi, jalie ibada yetu, Mwenyezi Mungu itukubali, tuwe miongoni mwa waja ambao tutakaosamehe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ibadallah, waja wa Allah, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mwezi mtukufu wa Ramadhani ameumaliza katika aya hii kipande aliposema ayyaman ma'dudati, ni masiku yenye kuhesabika tu. Ibadallah, ayyaman ma'dudati, masiku yenye kuhesabika. Kana Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, katika aya hiyo ukitazama ni kana kwamba Mwenyezi Mungu anasema kutuambia sisi faridati alaykum ma'duda wa atiyatin lakum ghayran mahdud, kwa maana kwamba mimi Mwenyezi Mungu nimekupeni faradhi yangu kwenu nyinyi. Faradhi hiyo Mwenyezi Mungu nimekupeni na muda maalum, lakini malipo yake hayana mpaka. Subhanallah, ayyaman ma'dudat, masiku yenye kuhesabika tu. Kisabu siku ya kwanza, ya pili, mpaka siku ya 30 au 29 Ramadhani imekwisha. Kana Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, maulama anasema kana kwamba Mwenyezi Mungu anasema faridati alaykum ma'duda, ile faradhi yangu ambayo Mwenyezi Mungu nimekupeni muifunge
ina muda wake maalum. Wa atiyati lakum ghayra mahdudatin, lakini malipo yangu ambayo Mwenyezi Mungu nitakayokulipeni wallahi hayana nini, hayana mpaka. Yakulu Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, al-Imam Ibn Taymiyyah anasema hunaka fihi thalathatu a'mal la tuzanu inda Allah yawm al-qiyamah, kuna amali tatu ambazo siku ya kiyama hazitoingia katika mizani kutokana na ukubwa wa malipo hizo amali. Moja miongoni mwa amali hizo tatu ambazo hazitoingia katika mizani, wanasema ni amali ya funga. Ni pale aliposema Mwenyezi Mungu katika hadithi al-Quds bilisani ya Sayyidina Muhammad, fa innahu li, hii ni idafatu tashrif, wa ana ajzi bihi, hiyo funga ni ya kwangu mimi Allah, na mimi Mungu ndio najua malipo yapi nitakayemlipa yule mwenye kufunga. Kwa ndugu zangu Waislamu, hii ni ofa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa. Tumuombe Mwenyezi Mungu atuingize ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yawezekana Ramadhani ukaipata ikawa ndio Ramadhani yako ya mwisho, na Ramadhani hiyo usifanye mchezo ukiipata. Ndiye sana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuna mengi sana Waislamu tumemkosea Mwenyezi Mungu. Tuna dhambi ambazo sisi tumezifanya za sirri au za dhahir. Bali al-insanu ala nafsihi basira. Kila mmoja katika sisi anajijua pale anapokuwa amejitenga na Mola wake nini anachokifanya. Pale anapokuja mbele ya umati wa watu anakuwa ni mcha Mungu na anaonekana kwamba hakuna mcha Mungu kama huyo, lakini akienda Morogoro kujificha, basi mtu huyo anakuwa na matendo mambo mabaya sana. Lakini Mwenyezi Mungu amekuleteeni ofa, na ofa yenyewe ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yakulu Imam Hasan al-Basri, al-Imam Hasan al-Basri anasema inna Allah ja'ala shahra Ramadhana midmara li khalqihi, Mwenyezi Mungu ameufanya mwezi mtukufu wa Ramadhani ay midmara ay maydana li khalqihi yastabiquna bi ta'atihi subhanahu ila mardatihi. Mwenyezi Mungu amekupeni mwezi mtukufu wa Ramadhani, mfano wake ni kama uwanja wa taifa, yastabiquna ibadu au yastabiquna fihi bi ta'atihi ila mardatihi. Ule uwanja wa taifa atakayeingizwa kucheza mechi, kila mmoja atakuwa anashindana ili aweze kumshinda mwenzake. Huu ndio mfano wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Imam al-Hasan al-Basri huyu amenyonya ziwa la mke wa Mtume Muhammad Ummu Salama, ndio maana alikuwa na maneno ya hikma sana katika maisha yake. Kwa huyu aliyenyonya ziwa la mke wa Mtume Muhammad Ummu Salama, Imam Hasan al-Basri katika kibaru tabi'in anasema inna Allah subhanahu wa ta'ala, hakika Mwenyezi Mungu ja'ala shahra Ramadhana midmara li khalqihi, Mwenyezi Mungu ameweka mwezi mtukufu wa Ramadhani ni marathon, ni uwanja, mshindane nyinyi viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah, yastabiquna bi ta'atihi ila mardatihi, kila kiumbe akaze mkanda wake kufanya taa ili aweze kupata ridwanullah, ili aweze kupata radhi zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mashaikh wa Qadiria wana maneno yao wanasema, in a'taytani dunya wa in a'taytani ukhra fala arda bihima illa ru'yatan maula, ukinipa dunia yote niwe nayo, ukinipa akhera na kila kitu vyote niwe navyo, vyote hivyo kwangu havina faida. Faida mwanadamu ni kuridhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiridhiwa na Allah tayari pepo umepata, ndugu yangu Muislamu. Ukiridhiwa na Allah dunia kwako itakuwa ni nzuri, ukiridhiwa na Allah kaburi lako litakuwa ni nzuri. Wallahi ukiridhiwa na Allah pia mpaka mizani yako siku ya kiyama itakuwa mepesi. Hakuna jambo kubwa kama kupata ridwan Allah, na Mwenyezi Mungu anasema ridwanullahi akbar, radhi za Mwenyezi Mungu ndio jambo kubwa kuliko kitu kingine. Kwa Imam Hasan al-Basri anakuambia tushindane kwenda katika taa yake Mwenyezi Mungu, lakini sababu kubwa kwenda kupata ridwanullah ni kwenda kupata radhi zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa wajibu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadhani inapokuwa imeingia, Ramadhani inapofika, kila mmoja ana nafasi ya kufanya kila aina ya jitihada ili kwenda kupata radhi zake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na malizia maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, anasema am hasiba alladhina yajtarihuna sayiat an naj'alahum kalladhina amanu wa amilu salihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum. Mwenyezi Mungu anasema wanadhani wale ambao waliofanya maovu, kwamba waliofanya madhambi na wakafanya mambo mabaya, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala am hasiba alladhina yajtarihuna sayiat, wanadhani wale ambao kila siku wao wanafanya madhambi, an naj'alahum kalladhina amanu wa amilu salihat, tutaweka daraja sawa sawa na wale ambao wameamini Mwenyezi Mungu na wakathibitisha imani zao kwa matendo. Wanadhani ambao walikuwa basi na leo ni sawa ambao walikuwa msikitini hapa,
La yumkin akhi alkarim, yule ambaye alikuwa anazini, wewe upo msikitini hapa unasubiri sala, mtakuwa sawa? La yumkin akhi alkarim. Au wewe ambao unasali na yule ambaye sisali, huyo asiyesali amekufa na yule mwenye kusali amekufa, hawatakuwa sawa? Mungu anakataa. Am hasiba alladhina yajtari'una sayiat, hivi wanadhani ambao wale wenye kufanya maovu, an naj'alahum kalladhina amanu wa amilu salihat. Wewe Muislamu ukifa ndio sawa sana na basi kwa Muislamu, ni jambo ambalo jamais kwa Faransa nasema, jambo ambalo halikubaliki kwa Muislamu. An naj'alahum kalladhina amanu wa amilu salihat sawa mahyahum wa mamatuhum. Hivi hawa watu watakuwa sawa katika uhai wao? Muislamu aliyokuwa aliishi na Allah subhanahu wa ta'ala, maisha yake ya kawaida hayawezi kuwa sawa na yule mwenye kumwasi Allah. Muislamu maisha yake ya duniani hayawezi kuwa sawa na yule ambaye alimkufuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yule ambaye muamini Mwenyezi Mungu, maisha yake ya duniani hawezi kuwa sawa na yule ambaye muamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Angalia Muislamu, idha nazala alayhi albalaa, mtu ambaye Muislamu na muamini Mwenyezi Mungu, ikimteremkia mitihani, akapata shida, akapata na magumu, jambo la kwanza qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Jambo la kwanza, jambo lile hulirejesha kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili hufanya nini? Kumtegemea Mwenyezi Mungu. Jambo la tatu hutafuta njia ya kumtafuta Allah ili aweze kupata solution katika yale matatizo yake. Yaqulu ahad as-salihin, mmoja katika watu wema anasema, utlubu wasilatan ila Allah katifli indama yatlubu wasilatan ila ummi. Muislamu almuamini Mwenyezi Mungu siku zote utafuta njia ya kumtafuta Mwenyezi Mungu, kumkabidhi matatizo yake, kama mtoto anavyotafuta ziwa la mama yake wakati wa njaa. Mtoto siku zote anapokuwa mama ametoka kuuza mboga, mama ametoka kuhangaika, mtoto kamwacha nyumbani, mama anarejea saa 10 jioni, amepigwa na jua la Dar es Salaam, ametembea na besini la nyanya, na inawezekana hakuuza. Mama anapokuja ndani, mtoto huanza kulia. Mtoto akianza kulia, hutaka kumuonesha mama yake anataka kunyonya. Mtoto anamuomba mama nyonyo, mama hataki kutoa nyonyo. Kila ina njia anatafuta mtoto kumuomba mama yake nyonyo. Mama, bado nimechoka, siwezi kukunyonyesha mimi. Tulizana. Mtoto anatafuta njia. Nini cha kufanya? Mtoto inabidi aanze kulia. Akianza kulia, mama inamshika huruma, na kuchoka kwake kote, mama atanyoosha ziwa na kumpa mtoto wake. Haya maneno maulama wanasema, utlubu wasilatan ila Allah, emtafuteni njia kumomba Mwenyezi Mungu, katifli indama yatlubu alwasilata ila ummihi, kama mtoto anavyotafuta nyonyo la mama yake, kutafuta kila aina njia ya kulia kadha wa kadha, mpaka mama inamshika huruma na mama ananyoosha ziwa hata kama akachoka, kwa sababu ya kumhurumia mtoto wake. Na sisi ndivyo hivyo, tumtafute Mwenyezi Mungu kwa kulia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumtafute Mwenyezi Mungu imani wa ihtisaba, tumtafute Mwenyezi Mungu kwa imani zote na kulia. Tuna maiti wetu wamelala kaburini, ni nafasi tosha Mwenyezi Mungu ametupa, na sisi tuombe wao. Sisi tuna shida sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi tumuombe sana Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama yakulu sayyiduna Muhammad, kama mtume anavyosema, inna lis-saimi lahu da'watul mustajaba. Kila mwenye kufunga Mungu kampa nafasi ya kujibiwa dua yake. Kwa ibadallah, waja Allah Subhanahu wa Ta'ala, tumesoma katika hadithi ambayo imesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, law adhina Allahu lis-samawati wal ardh, law kama Mwenyezi Mungu akipa idhini mbingu na ardhi an tatakallama, mbingu na ardhi zizungumze, la shahadata liman sama ramadana bil janna, mbingu na ardhi hakuna kingine vingezungumza zaidi ya kutoa ushahidi yule ambaye atakayefunga Ramadhani hana malipo zaidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumpa pepo. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا عباد الله إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله صلى الله على رسولنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله. Tumalizie hotuba yetu ya pili, na Waislamu tunakuwa tunachelewa sana kuja msikitini, lakini haya ndio hayo ambayo tumeelezwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waislamu mnakuja msikitini kama mnang'anizwa, au thawabu zenu mkisali zinamtia Mwenyezi Mungu nguvu.
Mungu apate thawabu, Mwenyezi Mungu apate nguvu kwa kusali kwako. Antum fuqahaun ila Allah, nyinyi ndio wahitaji kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu anakuita hayya ala al-falah, njoo ufaulu, halafu wewe bado unakaa katika mambo yako tu. Siku al-Jumaa tena Mwenyezi Mungu anasema idha nudiya lis-salati min yawm al-Jumaa fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Kutokana na uzito wa siku hii ya Ijumaa, Mungu anasema acheni biashara zenu, acheni kuzungumza mambo ya ajabu, njooni msikitini mapema ili mpate fadhila zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nani kupata fadhila? Utadhania kama tayari wallahi Mwenyezi Mungu ameshakupa pepo na umaliza kila kitu. Anasema Mwenyezi Mungu katika hadithi al-Qudsi, subhanallah, ma aqalla haya'u man yatma'u fi jannati kayfa ajudu bi rahmati ala man bakhila bi ta'ati. Subhanallah, haoni aibu mwanadamu mwenye uchache ibada kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ba aqalla haya'u man yatma'u fi jannati, huoni aibu mwanadamu na uchache wa aibu wa haya, unaitarajia upate pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ilhali wewe matendo yako ya ibada ni madogo mno kiduchu. Subhanallah. Sasa Mwenyezi Mungu anasema kama wewe ni mchache wa ibada, kaifa ajudu bi rahmati ala man bakhila bi ta'ati, vipi mimi Mwenyezi Mungu niwe ni mkarimu wa kumpa rehema yangu mwanadamu pepo yangu siku ya kiyama, ilhali yeye mwanadamu kafanya ubakhili wa kuniabudu mimi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maneno Mwenyezi Mungu haya Waislamu, hivi kwa nini yafikiri kaifa ajudu bi rahmati, Mwenyezi Mungu anasema vipi mimi Allah Subhanahu wa Ta'ala nitoe huruma ukarimu wangu naoneshwa rehema zangu ala man bakhila bi ta'ati, juu ya yule ambaye kafanya ubakhili wa kunitii mimi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungu atakuhurumia vipi? Mwenyezi Mungu hawezi kuhurumia. Antum fuqara ila Allah, Waislamu ndio wahitaji kwa Mwenyezi Mungu. Na ndio maana kila siku tunasema lau Waislamu mkiujaza msikiti katika salati subuhi kama mnavyojaa siku ya Ijumaa, wallahi ndio siku Uislamu utatawala katika dunia. Njoo katika salati subuhi, utamkuta Sheikh Abubakar peke yake labda na safu moja safu mbili, na wale walaga wote ndani wa nani? Ni Waislamu. Subhanallah, tumwabudu Mungu Waislamu, wana huruma yake Mwenyezi Mungu. Firauni alisema ma alimtu lakum min ilahi ghairi faawqid li ya hamana ala tin. Huyo nani? Firauni. Hapa katika aqsamu tauhid anasema Firauni hapa alidai uluhia, alidai uungu. Ma alimtu lakum min ilahi ghairi, hivi kuna Mungu mwingine kuliko mimi Firauni? Unaona, Firauni anadai nani? Yeye ndio Mungu. Baada ya hapo Firauni akadai rububia, ubwana, ai bi af'al annahu kaannahu khaliq. Akaja kudai Firauni kwamba na yeye kama ni muumbaji. Fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Rabbu ala maana rububia, ala maana al-af'al. Kadai kwamba na yeye ni bwana, kwamba na yeye Firauni ana uwezo kuua, ana uwezo wa kutoa riziki, na yeye Firauni ndio kafanya nini? Kaumba. Ungetazama huruma yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini huyu Firauni, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyomtuma Nabii Musa alayhi salam, alimwambia ya Musa, ewe Musa, idhhab ila Firauna, nenda kwa Firaun, faqul lahu qawlan layyina, nenda kamwambie maneno malaini mazuri. Huenda kwa maneno hayo akawailika na kaweza kumrejea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huyo ndio Mungu wa Islam. In kana hadha Firaun, ikiwa kama huo Firaun alladhi adda ilahiyya wa rububiyya, amedai uungu, amedai ubwana, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala khatabahu bi khitabin layyina, Mwenyezi Mungu kamsemesha kwa maneno malaini. Musa ndio akamwambia huyu Firaun kwa maneno mazuri kabisa, maneno matamu, anirejee mimi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaifa liman qama fi salati wa qala sami Allahu liman hamida. La ilaha illa Allah. Vipi Muislamu ukisimama hapo mbele ukasema sami Allahu liman hamida, amemsikia Mwenyezi Mungu yule ambaye anahimidi, ukasujudu ukasema subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, wallahi Mwenyezi Mungu anakutazama kwa jicho la aina gani Muislamu? Huruma yake vipi Mwenyezi Mungu itakuwa kwao? Ikiwa kama alidai uungu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamwambia maneno malaini, kamtuma Musa kamwambia maneno malaini. Sasa wewe uliosimama hapa unaelekea qibla na ukasema subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Mwenyezi Mungu atakutazama kwa huruma aina gani? Allah, hii ni nafasi Mungu amekupeni, nafasi 5 kwa siku. Wallahi zakutana na nani? Na Mwenyezi Mungu. Nafasi ya kwanza asubuhi tukiamka,
basi la kwanza umsalimie Mwenyezi Mungu na umtolee salamu Mtume Muhammad. Hii ni heshima ile kubwa sana. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, unamsalimia, unamtolea manake jambo la kwanza wewe ni kama unamsalimia Mwenyezi Mungu. Attahiyatu lillah, kwa lugha nyepesi tukosema kwamba unakwenda kumwamkia Mungu, lakini jambo la kwanza asubuhi ukiamka unapeleka mamchizi yako kwa Mungu, kana kwamba unakwenda kuonesha heshima yako kwa Allah. Kisha unasema assalamu alayka ayuha nabii wa rahmatullahi wa barakatuh, kisha unakwenda kumtolea salamu Mtume Muhammad. Kwa nini usifanikiwe wewe? Al-Imam Shinqiti rahimahullah sema inna salata ala sayyidina Muhammad tu'addu birru ar-rajul min abihi wa ummi, kule mwanadamu kumsalia Mtume Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kuna hesabika ni sawa sawa umjengee baba yako nyumba kali yako, ni kama umfanyia wema baba yako. لأن الملائكة أسمى لأن ملك الذي يبلغ صلاة الناس على سيدنا محمد, kuna malaika maalum kazi yake kuchukua sala za watu na kumpelekea Mtume Muhammad. Wayaqulu ya Muhammad inna fulana ibn fulani yusalli alayka, ewe Muhammad fulani mtoto fulani anakusalia duniani na anakutolea sala. Fayakunu sababa almar'u bidhikri ismi abihi inda rasulillah, inakuwa ni sababu ya jina la baba yako na jina la mama yako kutajwa mbele ya Mtume Muhammad. Wa hadha huwa a'dhamul birri, huu ndio wema uliokuwa mkubwa sana ndugu zangu Waislamu. Fa nabiyuna Muhammad hatha alaina an nusalli ala rasulihi sayyidina Muhammad fi yawm al-jum'a, Mtume katuhimiza tumsalie siku ya Ijumaa. Wangapi tumemsalia Mtume Muhammad leo katika siku ya Ijumaa? Kullu hadhihi min a'mali salihat, yote katika matendo mema haya na haya tukiyafanya ndio mizani yetu itakuwa bora mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Waislamu, hotuba ya pili sikumalizia ubora wa mwezi mtukufu Ramadhani, na nyinyi Waislamu kukumbieni awahini msikitini, mje mapema, na huo ndio ujanja. Mkifanya hivyo, almalu walbanuna zinatul hayati dunya walbaqiyatu as-salihatu khairu inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ujanja ni mwanadamu wallahi kupokewa mbele ya Allah. Ujanja ni wewe Mwenyezi Mungu mwenye utajwa vizuri na Allah. Ujanja ni wewe uonekane katika ibada. Ujanja si kutukana sana, ujanja si kukosa adabu sana, ujanja wala si kuonekana sana maasi. Mjanja ni yule ambaye alikuwa na tumaini njema na yule ambaye atakarejea kwa Allah ilhali mirejeo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابه الجليل منهم سيدنا ابا بكر الصديق، سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا علي بن ابي طالب، وعلى سائر صحابه نبينا محمد رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك يا رب العالمين تبلغنا الى رمضان وجعلنا العافية والسلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا الأمن والسلام في دولتنا وفي بلادنا هذا إنك على كل شيء قدير. اللهم كل من عزم في دولتنا هذه تنزانيا بالشر اللهم فقمه يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله نسألك يا رب العالمين مغفرة تامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم في المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.